Maji hujambo popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba siku ya leo inakuendea vyema, ikiwa ni tarehe 4 mwezi ni wa pili mwaka 2017. Tumekuwa tukipata matangazo ya moja kwa moja kutoka kaunti ya Bomet, ambapo viongozi wa NASA ama tuseme wa upinzani wamekuwa na mkutano mkubwa huko, ambao ni mkutano wa kwanza kabisa wa NASA katika kaunti ya Bomet, ambapo viongozi wamezungumzia mambo mbalimbali, na mkutano huo umehudhuriwa na viongozi vile mbalimbali kwa mwaliko wa gavana wa eneo hilo Isaac Ruto. Na kiongozi wa ODM Raila Odinga amesema kwamba Jubilee imeshindwa kuongoza, huku akitaka uchunguzi ufanywe kwa matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka ambao ulipita. Na kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula amesema serikali ya Jubilee ni fisadi mno. Viongozi wengine, mtazamaji, wamezungumzia mambo mbalimbali wakikashifu kiwango cha ufisadi ambacho kimeshuhudiwa humu nchini. Kalonzo Musyoka akisema NASA ndio itaweza kuiondoa Jubilee mamlakani, na amemtaka Isaac Ruto ambaye ni gavana wa Bomet kujiunga na NASA ili waweze kuwatimua ama kutimua serikali ya Jubilee mamlakani. Na vile Raila Odinga alisema kwamba ama alikashifu serikali kwa kutohudumia swala zima la mgomo wa madaktari paswavyo. Wetangula vile alizungumzia swala la wenyekiti wa AU, ambapo Amina Mohamed, waziri wa mambo ya nje, aliwania nafasi hiyo, akisema kwamba Kenya ilitumia pesa nyingi mno ilhali ikapoteza nafasi hiyo, na akasema ilidhihirisha wazi kwamba Kenya haina ujirani mwema na mataifa ambayo yapo. Basi mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuletea kwa kina yale ambayo yamezungumziwa katika mkutano huo katika taarifa zetu za habari zitakazofuatia. Na tukiendelea na taarifa zetu, mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta amefutilia mbali mbio za mwaka huu almaarufu kama Beyond Zero, ambazo hunuia kuchangisha fedha za kupunguza maafa ya kina mama na watoto wakati wa uzazi. Hii ni kufuatia msukumo wa Wakenya kwenye mitandao ya kijamii ambao walitaka kusitishwa kwa mbio hizo kufuatia mgomo wa wahudumu wa afya ambao umekuwa ukiendelea humu nchini. Mbio za Beyond Zero campaign ambazo huongozwa na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta zilitarajiwa kufanyika tarehe 12 mwezi Machi mwaka huu katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Lakini kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, Bi Kenyatta amesema kwamba mwaka huu hakutakuwepo na shughuli hiyo ya 4 tangu kuzinduliwa. Nikimnukuu, anasema, lengo langu huwa ni kuhakikisha kwamba hakuna mama yeyote au mtoto ambaye anapoteza maisha yake ovyo ovyo, na nataraji kwamba hili ni jambo ambalo tunafaa kulikumbatia sote. Hata hivyo, sijakuwa na nia yoyote ya kuingiza siasa kwenye ajenda hii, na kwa hivyo nimeona ni vyema ikiwa nitafutilia mbali mbio za half marathon mwaka huu. Kamwe sitapendelea kuyumbayumba kuhusiana na lengo hili ambalo ni la kuhakikisha hakuna maafa yoyote kwa watoto wanaozaliwa, na pia kujenga hospitali ya rufaa ya kukabiliana na uzazi bora kwa akina mama. Nafunga nukuu. Pindi tu baada ya tangazo hilo, Wakenya wamefululiza kwenye mtandao wa Twitter #BeyondZero ikishamiri, Wakenya mbalimbali wakitoa maoni yao. Sisi tumesoma, my friend, sisi tumesoma. Kufuatia mgomo wa hudumu wa afya nchini ambao leo umeingia siku ya 62, kumekuwa na msukumo wa kufutiliwa mbali kwa mbio hizo, na haswa kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakisema itakuwa kinaya ikiwa pesa hizo zitachangishwa na ilhali sekta nzima ya afya imelemaa. Cecilia Wakesho, KTN News. Na waziri wa elimu Dr. Fred Matiang'i amewaonya wakuu wa elimu wa kaunti kuwa atawachukulia hatua kali endapo walimu wakuu wataongeza karo. Matiang'i pia amewaonya walimu dhidi ya kuwachapa wanafunzi viboko. I have stopped dealing with the head teachers wakati tunakuja na maneno ya fees. I go for the county director of education. I have my county director of education in every county. Wewe wacha tu nipata shule moja imeongeza fees, utapotea. Yeah, I'm telling you. Yeah, that is it. That is exactly why I'm saying you go to the field. So that you collect those school fees guidelines wewe mwenyewe. Nikikuuliza, you should be able to recite. Unaniambia, I have these 35 secondary schools. I have all the fees guidelines in my file. Kila shule imefuata sheria. Namna hiyo.
Na hatua ya waziri wa elimu Fred Matiang'i ya kutaka kuadhibu maafisa wakuu wa idara hiyo katika maeneo ya kaunti kwa kushindwa kudhibiti ongezeko la karo imeungwa mkono na mbunge wa Butula Michael Onyura. Akizungumza katika shule ya upili ya Bumala kwenye hafla ya uzinduzi wa basi la shule hiyo, Onyura amesema kwamba baadhi ya shule zimepuuza agizo la Wizara ya Elimu kuhusu karo na kuongeza karo hiyo kwa njia ya siri. 200 bicycles, and through that, sometimes take 3 years, 4 years before they get back. Ni muhimu kwamba walimu wote kila shule ifuate huo mwongozo, hiyo guidelines za school fees. Wakati huu wazazi wengi sana wanalia kwamba wakisoma kwa gazeti ama wakisikia katika vyombo vya habari wanapata ile figa iko chini kidogo, lakini wakienda kwa shule wanakuta iko mara 2 hata mara 3. Zingine haziweki kwa ile barua ya kuita watoto, hawaweki kwa fee structure, lakini ukienda kuna barua zingine zinaletwa kando kando, zingine hata verbally wazazi wanaambiwa pia ongeza hii, ongeza hii, ongeza hii. Kwa hivyo Matiang'i afanye wale directors wake waende kwa kila shule, waangalie, waongee na zile vyama vya wazazi, PTA, wasikie vile wazazi wanasema. Na wanafunzi wa chuo kikuu cha Karatina waliamriwa kurejea nyumbani baada ya chuo hicho kufungwa hapo jana Ijumaa. Haya yamesababishwa na mgomo wa wahadhiri ambao unaendelea katika vyuo vikuu vya umma. Na agizo lilitundikwa kwenye ubao wa shule liliwataka wanagenzi kuondoka kutoka majengo ya shule hadi pale watakapopokea mawasiliano zaidi kutoka kwa usimamizi wa shule. We have been advised by the administration to evacuate the school because of the ongoing strike. Currently, we have not been attending classes, just been relaxing at school. So, due to that, that's the committee of the school met and decided that we should go home until further notice. So, you're not really aware of when we should be reporting back. Okay, to me, it's only my advice to the government that they should make it quick. They meet, agree, try to find out the solution so that we go back to school, because now we are really wasting a lot of time doing nothing, seriously. Tunaomba tu akaweze kuelewana na wahadhiri ili tukaweze kurudi shule tumalizie masomo. Na baadhi ya wanachama wa muungano wa wahadhiri leo walivamia tawi la chuo kikuu cha Nairobi huko Kisumu baada ya kutambua kwamba mihadhara ilikuwa inaendelea kutolewa katika bewa la Kisumu huku mgomo wa wahadhiri ukiendelea. Na hata hivyo wanachama hao wa UASU walizuiliwa kuingia chuoni humo na maafisa wa polisi ambao walikuwa kwenye lango. Mgomo wa wahadhiri uliodumu kwa zaidi ya wiki 2 sasa katika vyuo vikuu vya umma umelemaza masomo katika taasisi hizo. Solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. When we start having policemen put in the compound of campuses and universities to block lecturers from accessing even the library, I think that is now something that we must go into. We see a lie being told to the students and the country that activities are normal here. It's only possible that they have hired fake lecturers and people from the streets to cover up for what we know is not right. We stopped our colleagues from working and all of them are not here. Those that are here are probably fake lecturers
who are basically telling students that since they paid, they need to get service. Na katika marudio ya Mirindimo tunaangazia kijana moja huko Kwale ambaye alileta raha kwa Rais Uhuru Kenyatta, huku naibu wa Rais William Ruto akionyesha ubingwa wake kwa kuimba nyimbo za Injili. Mwanahabari wetu Paul Nabiswa anaarifu. Si voices silei amani twafurahia uhuru twakukubalio pongezi kwa Jubilee. Hamisi Shebe alikuwa jukwani na barabara ya relio hivi sasa imekuwa. Alihani shairi la Jubilee kwa mahadhi ya pekee, ila alizidiwa kwa kiasi fulani, akaliwazwa kwa mzigo wa fedha. Vipaji vinalipa eti. Katika ukumbi huo huo ODM ilishambuliwa. Sasa jamaa, tuna seneta hapa kwetu amesahau kazi yake. Anazunguka akisema gavana wenu sasa amehama, ameenda Jubilee, nyote mwauzwa kwa sababu madini yatachimbwa kila mahali na muondolewe. Kukawa na uteuzi wa msamiati. Wacha nitumie Kiswahili sanifu kile kiko kwa kamusi. Kuna kiongozi mmoja, hayawani, baraduli, fidhuli, rambuza, mwanahizaya. Wengine walipokuwa wakihani, Nabii William Ruto alikuwa akihitaji msaada. Kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Sawa na mchungaji Kipchumba Murkomen. E Bwana uninue kwa imani nisimame, nipande milima yote. E Bwana unipandishe. Hata hivyo muungano wa NASA ulikuwa ukikaribishwa Bomet. Kuna kuonyesha mvua ya chama cha mashinani. Huko Pwani kulikuwa na ngoma ya kumkaribisha Jubilee naibu gavana Hazel Katana. So I'm stepping out and I'm stepping in to Jubilee. I said I'm stepping out and I'm stepping into Jubilee. Wenzake wakajitanua vifua hata zaidi. Nasema Mombasa County mujitayarishe, maana sasa ndiyo kindumbwe cha Jubilee kimeanza. Hii leo ni tela, movie inafata kuanzia Monday. Lakini pale pale muungano wa CORD ulikuwa ukipasua mawimbi katika sehemu mbalimbali nchini. Alafu safari ya Balozi Amina Mohamed kutaka ukuu wa tume ya AU ilikuwa na baraka za mama wa taifa Margaret Kenyatta aliyejiachilia. Matokeo yalikwenda segemnege, ila wakati mwingine wahubiri Jackson Mandago na Samuel Chepkonga wanasema ni vizuri kushukuru kila kitu. Niseme nini baba, niseme nini. Paul Nabiswa, Mirindimo. Na mtazamaji, asante sana kwa kujumuika nasi kwa taarifa za mbiu ya KTN. Natumai kwamba nimekuacha kidogo ukiwa na furaha. Namuona mwenzangu Mwalimu Franco Tieno upande wa pili wa studio akiwa tayari kwa ajili ya makala ya Dau la Elimu. Frank, hii leo una nini?
Mambo ni mengi sana dadangu Mary Kilobi Mlamua. Manake mtaala mpya umezinduliwa na Wakenya wanauliza maswali mengi kwamba mambo yatakuwa vipi kuhusiana na huu mtaala. Kwa hivyo basi hii leo basi niko na wale ambao watajibu maswali mengi kutoka kwa watazamaji wetu wanaofuatilia kwa karibu sana kipindi cha Dau la Elimu, akiwemo naibu mkurugenzi wa taasisi ya kuunda mtaala nchini KICD Bi Jacqueline Onyango. Haya na mengine msiende mbali manake nina mengi sana. Naam, asante sana Mwalimu Frank Otieno. Basi mtazamaji, nenda zangu kutayarisha makala ya KTN Leo Weekend. Usikose kujumuika nasi mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za KTN Leo Weekend. Jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Kwaheri kwa sasa na kuacha naye Mwalimu Frank Otieno.